mwana michezo, tuko na hili ambalo tumeanza nalo la hatuchezi. Sasa hivi ndio linazidi kushika kasi kweli kweli. Sasa hivi watu wanasubiri tarehe 15. Hatujui mustakabali pia uko vipi, kwa sababu wanaoenda kucheza na Simba ndio hao wanasema hatuchezi. Bodi kuna haja ya kutoka na kutoa majibu mengine tofauti ya yale awali ambayo waliyatoa, ama tushikilie yale majibu yao ya mwanzo. Mimi ninavyodhani, mtazamo wangu mimi, ni kiongozi mkubwa wa bodi inapaswa jiuzuru. Si kwa sababu ili Yanga acheze, hapana. Ni kwa sababu ya kutambua mapungufu ambayo wameyaonyesha. Aidha Yanga atacheza, huyo mtu akijiuzuru au atocheza, hilo ni swala lingine, liko nje ya uwezo wangu. Japo nataka mchezo uchezwe. Kwa nini nimesema kiongozi wa juu wa bodi ajiuzuru? Ambaye sasa tuende moja kwa moja kwa kumtaja ni Steven Mguto, ndo anayemzungumzia hapo. Kwa kofi yake ni mwenyekiti. Mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwa nini nimemtaja yeye? Kwanza, kupitia EFM siku ya Jumamosi Machi 8 tulizungumza naye kwenye simu kuhusiana na hali ya dabi. Akatueleza wapo kwenye kikao kizito cha kujadili malalamiko ya Simba na kuona hoja zao. Alafu baadaye wakatoa taarifa ya kuahirisha mchezo. Mimi naamini sababu ya getini haikutosha kuwazuia Simba waseme wasicheze ile mechi. Niliamini kamishna angepokea yale malalamiko na watu wahusika wangesema chezeni. Kamati ya usimamizi na uendeshaji ndio ina haki ya kutoa taratibu. Itakaa baada ya mchezo. Afu Yanga angekutwa na hatia, angeadhibiwa baadaye. Hivi ndivyo ambavyo nadhani. Sasa kwa kuwa hivyo haikwenda, ikapelekea ule mchezo kuahirishwa kwa sababu nyepesi na madhara yake ambayo watu wengi tumeyajadili. Hii ni moja. Ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, baada ya Yanga kuwa tayari wamesema Simba wamesema wachezi, Yanga nao wakatoa tamko wachezi. Huko kuna siku hapa imekaa wazi kama wiki na hivi. Upepo ukawa mkubwa, tucheze. Mzee Mguto tena alizungumza na wanahabari akasema, unajua ili swala likituzidi tutalipeleka serikalini. Najiuliza, kiongozi mkubwa kwa uzoefu wake, ili swala linawashindaje mpaka mwende serikalini? Kuna nini kwenye serikali ambapo miongozo ya kanuni huku kwenu haisemi na nyinyi watu wa mpira hamwezi? Kwa hiyo wao walikuwa ni maana yake, unajua tafsiri kikiti kimenishinda, serikalini kuna mtu anaweza kumsaidia. Hiyo ndio tafsiri yangu mimi nimeiona. Hiki ni cha pili. Cha tatu, baada ya sekeseke kuwa linaendelea, Mzee Mguto tena alitoka akasema, unajua sisi tushafanya makosa yashafanyika ya siku nyingi. Kwa hiyo niambie, ukishusha Yanga au Simba ni rahisi kiasi gani? Hizi timu kubwa, timu maarufu, timu zinaoshawishi, ile ni failure kama kiongozi. Hiki ni kitu cha tatu. Kwa sababu Simba na Yanga iongozwe na Mguto. Simba na Yanga inaongozwa na kanuni za ligi ambazo zimesajiliwa na zinafahamika na TFF na BMT. Kama utaijaji timu kama passion, akati wewe ni kiongozi, hii ni failure. Kwa hizi point tatu hizi, naona kabisa kwangu mimi Mguto angetoka mbele, angejiuzuru kwa sababu ya haya matatu. Naona yangekuwa yamesafisha haya ya dabi. Yasingefanya watu sahau, ila yangepunguza tungeonyesha ni uwajibikaji.